Regulatory Authority, the Ministry of Labor, and all government agencies to ensure that these great Kenyans, private security officers, are paid nothing less than the minimum wage. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi vile vile nataka mnisikize kwa makini. Ili tuweze kuhakikisha ya kwamba uchumi wa Kenya inakuwa, kwa sababu uchumi ya Kenya isipokuwa, tutakosa nafasi ya kupanga ajira, tutakosa nafasi ya kuajiri wananchi zaidi, tutakosa nafasi ya kuajiri watu katika viwanda zaidi, na Kenya haitapiga hatua ya kwenda mbele. Kenya hii yetu ni nchi ya demokrasia. Sisi wote hapa tuko na haki ya kidemokrasia. Ni kweli ama si kweli? Kila mmoja wetu hapa ako na haki ya kuongea, ako na haki ya kufanya mambo yake. Sisi wote tuko na haki ya kupiga kura vile tunavyotaka. Hakuna mtu wa kushurutishwa. Ni kweli ama si kweli? Lakini pia kuna haki zingine ziko ndani ya katiba. Haki ya nyumba ya kuishi iko ndani ya katiba. Ni lazima serikali ipange vile hawa wananchi wataishi mahali ambapo pako na heshima, sio katika slums ama vitongoji duni. Hiyo ni katiba sehemu ya 43 ya Kenya. Sehemu ya 43 ya Kenya inasema mwananchi wa Kenya, kila mwananchi ako na haki ya kupata matibabu. Kila mwananchi, sio yule ako na kazi, sio yule ako na uwezo, sio yule ako na pesa, hapana, kila mwananchi. Na ndio ni sababu lazima tupange. Ndio nimeweka mpango ya SHA, kwa sababu tunataka kila mwananchi awe na nafasi ya kutibiwa akiwa mgonjwa. Ndio tunapanga affordable housing, kwa sababu katiba inatulazimisha kama serikali. Katiba ya Kenya inasema chakula ni haki ya kila mwananchi, na inasema ya kwamba mwananchi wa Kenya, we must protect them from the shame of hunger. Na ndio sababu munaona tunaweka pesa nyingi kupunguza gharama ya mbolea, kupunguza gharama ya mbegu, kufukuza wakora ambao walikuwa wametusumbua huko katika kilimo. Wengine walikuwa wanatusumbua kwa kilimo ya sukari. Nilienda huko Kakamega, mliniona huko, nikawaambia wengine mambo ni matatu, sasa hiyo sekta iko sawa sawa. Nikakuja hapa, wale walikuwa wanatusumbua kwa mambo ya kahawa, tumewafukuza, kwa sababu tunataka kuboresha kilimo. Tukiboresha kilimo, tunapanua uzalishaji wa chakula. Chakula ikiwa kingi, ndio gharama ya chakula inakuja chini. Ndio wale wananchi wanasema gharama ya maisha ikuje chini, kwa sababu gharama ya chakula imekuja chini. So, sikizeni ndugu zangu. Ukimuuliza Mkenya yeyote mahali popote leo katika taifa letu, tatizo kubwa la taifa letu ni gani? Watawaambia tatizo kubwa ya Kenya ni gharama ya maisha. Ni kweli ama si kweli? Hiyo gharama ya maisha, ili tuipunguze, number one, lazima tuzalishe uchumi, tuwe na ajira. Wananchi wengi wakipata mapato kwa sababu wako na kazi, hapo ndio watakuwa na mapato, wataweza kujimudu ama kumudu maisha yao. Na ndio sababu program ya housing tumeajiri vijana zaidi ya 1800. Program ya digital jobs vijana zaidi ya 1300. Ile
Overseas employment, vijana zaidi ya 1580 wameenda kazini huko. Lazima tuwe na mbinu ya kuzalisha ajira zaidi, ndio gharama ya maisha ikuje chini. Ili gharama ya maisha ikuje chini, lazima tuzalishe kilimo zaidi. Ndio mnaona tunaweka pesa huko, tunapunguza gharama ya mbolea, tunapunguza gharama ya mbegu, tunawasaidia wakulima, kwa sababu tukizalisha chakula zaidi, gharama ya chakula itakuja chini, gharama ya maisha itakuja chini. Ndio mnaona tunasema watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Tunaweka pesa nyingi kusomesha watoto wetu, ndio hawa wananchi wasiitishwe pesa ya kusomesha watoto wao, ndio gharama ya maisha ikuje chini. Ndio mnaona tunasema ya kwamba gharama ya matibabu vile vile ilipwe na bima ya afya ya serikali, ndio gharama ya matibabu ikuje chini, gharama ya maisha ikuje chini. Na ndio nimesema hivi, nataka mnisikize ndugu zangu. Wiki ijayo tunataka gongamano la Wakenya, mjadala ya Wakenya ya kuzungumzia uchumi na maendeleo. Tumezungumza siasa miaka nyingi, ama si tunajua vile sisi ndio mafundi wa siasa, ama siasa tunaelewa sana. Tunasukuma siasa mpaka inakuwa matusi, mpaka inakuwa nini, lakini siasa ndio inaendelea. Lakini sikizeni my friends, siasa haiwezi kupunguza gharama ya maisha. Uchumi na maendeleo ndio itapunguza gharama ya maisha, ndio itafanya Kenya iwe ni nchi ambayo tunajivunia sisi wote. Na nimesema tuwe na mjadala, tukubaliane hii Kenya maendeleo itapatikana vipi? Hii Kenya uchumi tutaiguza vipi? Kwa sababu tukikuza uchumi, tukiendelesha maendeleo, nafasi ya ajira itapatikana, gharama ya maisha itashuka chini, tutazalisha chakula zaidi, tutafanya export zaidi, na Kenya itapiga hatua kama zile nchi zingine zilizopiga hatua mbele yetu. Na sikizeni marafiki zangu, mimi niko na imani kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu sasa, niko na imani ya kwamba hii Kenya tunaweza tukaibadilisha iwe a higher income country, iwe a first world country. Inawezekana. Sisi tukiwa hai, we can do that. Kama wengine walifanya, nani alituroga sisi hatuwezi? Hata na sisi tunaweza bana. Ama namna gani? Tunaelewana? Ndio hata wale wanajaribu kushindana na mimi nimewaambia wacheni ukabila, wacheni matusi, wacheni vitimbi. Nyinyi mtueleze agenda yenu ni gani? Sera yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Ama namna gani? Kwani iko makosa tukiambia mtu atuambie mpango yake? Wasitupigie tu makelele. Makelele bure. Unajua mtu kama hana akili, kelele ndio inazidi, ndio aonekane hapo busy. Ama namna gani? Sikizeni, mimi nimesema njia ya kupanga ajira Kenya. Pale affordable housing nimetengeneza nafasi ya kazi 1800. Pale kwa digital jobs nimetengeneza nafasi ya kazi 1300. Pale kwa overseas employment nimetengeneza nafasi ya ajira 1580. Hawa wenzetu hawa wanajaribu kushindana na mimi, watatengeneza nafasi ya ajira wapi? Watueleze, watuambie hii ya William Ruto imefika hapa, yetu tutafanya ifike pale. Mumesikia wakisema chochote? Maneno yao ni matatu: one term, Kasongo, Masugo. Nyinyi munieleze, kwa hiyo mambo matatu iko nafasi ya kazi hapo? Wale watu ni wako chini sana bana. Sijui kama tunaelewana bana. Tuko pamoja?
Tunaelewana? Mimi nimesema njia ya kuteremusha gharama ya chakula ni kupunguza gharama ya mbegu, kupunguza gharama ya mbolea, kufukuza wakora kwa wakulima, kuinua kilimo, tuzalishe chakula zaidi, unga ishuke chini, gharama ya maisha ishuke chini. Mpango yao ni gani? Wako na mpango wale jamaa? Mimi nimesema ili tupunguze gharama ya maisha ni kumsaidia mwananchi, kila mwananchi wa Kenya tumweke katika bima ya serikali ya SHA. Ndio akiwa mgonjwa asiuze mali yake, asiuze shamba yake. Nilisikia mwingine anajaribu kusema ati William Ruto anasema Wakenya milioni 32 kwani hii SHA ni ya Registration Bureau. Akili bwana, tumia akili. Yani kusajili mwananchi ni ili tuwe na data, tujue wananchi ni wangapi katika zahanati gani, tujue madawa kiasi gani inahitajika, tujue wauguzi kiasi gani wanahitajika, tujue equipment ya kusaidia hawa Wakenya inahitajika kiasi gani. That is the purpose of science, of data, so that you can provide interventions that are driven by intelligence, by science, by data. Hauwezi kufanya kazi kubwa kama ile tunafanya using guesswork. Hauwezi kutumia uchawi. My friends, ama namna gani bwana? Sio kama tunaelewana? Na sio wananchi milioni 32 peke yao tumewasajili. Tumelipa gharama ya hospitali bilioni 174 in the last 1.5 years. Huyu Sakaja yuko hapa, gavana wa Nairobi. County ya Nairobi tumelipa 9.8 billion shillings kwa mahospitali ya Nairobi kutibu wa Kenya wanaoishi hapa Nairobi. That has never been done by any administration. Kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba Kenya isiwe ni ya watu wachache wenye wako na kazi, wenye wako na pesa, wenye wako